Mihsan, Yusuf, Muhammad, Kidago na Beit. Watu wote wamekusanyika kuja kushuhudia namna gani leo tunakukabidhi majukumu. Wote walio hapa naamini wanakuombea kheri. Tuko katika kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyoisoma hapa msomaji, fankihu ma taba lakum minal nisaa. Kitu kikubwa cha kukifahamu ni kwamba Mwenyezi Mungu ametuamrisha tumche. Akasema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akasema tena, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Aya hii moja kwa moja inahusiana na hili lililotukusanya hapa. Alladhi khalaqakum nafsin wahida, alafu wa khalaqa minha zawjaha. Baada ya hapo sasa, wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Kwa hiyo moja kwa moja rijalan kathira, na wewe sasa leo unaingia katika njia ya kutoa mchango wako katika bathi rijalan kathira wa nisaa, lakini umetanguliziwa amri ya takwa, kwamba umche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika mahala muhimu sana pa kumcha Mwenyezi Mungu ni katika familia. Tunakuingiza katika familia, na wewe uwe na yako familia. Takwa katika familia ni kuisimamia vizuri familia yako katika kutekeleza kwanza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuanzia huu tunayokukabidhi leo ni familia yako wa kwanza. Simamie vilivyo katika kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu, lakini pia vile vile umsimamie katika yale ambayo yana manufaa na yeye dunia na kiakhera. Hakikisha haingii katika lile litakalomwangamiza. Katika kuyasimamia hayo, basi wewe watakiwa ndio uwe nafaa kwake, kwa kuwa wewe wampeleka kwenye yale yatakayomnufaisha duniani na akhera, basi wewe ndio mnufaishaji wa kwanza. Kwa kuwa unamkinga na yale yatakayomdhuru, basi wewe ndio usio wa kwanza kumdhuru. Naamini haya ni makumbusho tu, lakini nakuamini na roho yangu imetulia kwamba sauti yangu anakwenda sehemu sahihi. Kwa hiyo wewe naamini kwamba hutakuwa wa kwanza kumdhuru yeye wala wanao na wanawe mtakaojaliwa kuwapata. Nasema hivi kwa sababu wako wengine ni sababu ya kuwadhuru wake zao, sababu ya kuwadhuru watoto wao. Mwanamke anaweza akaenda kule akiwa na afya njema, akaenda akapata stress mpaka akaingia maradhi. Haya tunasema kwa sababu yapo tu, kama vile ambavyo tunasema kwamba Mwenyezi Mungu ameamrisha watu waoane kwa wema na waachane kwa wema. Hatusemi hivyo kwa sababu watu waozeshwa wakaachane, waozeshwa wakaishi. Kuna nikisema kwamba kuna wanaodhuru wake zao, sina maana kwamba nakukataza usimdhuru mkeo kwa sababu utakuwa tabia hiyo na idhania kwako. Hapana, usidhani hilo. Nadhania wewe ni kijana mwema kabisa, na mimi na yule mwenzangu pale, nyote wawili ni
atakaye kwenda kuwa mkorofi tuna nafasi ya kumtia bakora, akiwa ni wewe, akiwa ni yule mwenzio, yeyote kati ya mimi na yule aweza, au sio? Kwa hiyo sasa naye asema mengi kwa sababu tu ni fadhili. Kwa watu wote hawa wamekuja kushuhudia jambo hili. Naamini kwamba hutotuangusha sisi wala hutokuja kuwafadhaisha wao, wakija wakisikia kwamba ndoa hii iliyowatoa maeneo mbalimbali mpaka hapa ina matatizo. Naamini kwamba hilo halitatokea. Tujalie mkusanyiko huu kwa kuwa kuna auliaullahi, tutawasali nao, ndoa yenu hii ikawe ndoa yenye baraka, ndoa yenu hii ikawe ni ndoa yenye kizazi kilichochema, ndoa yenu hii ikawe ni sababu ya kulinda heshima zenu na za wazazi wenu, lakini na pia ikawe ni somo kwa wanandoa wengine. Mehsan Muhammad Kidal. Je, umekubali kumuoa Hajara binti Samir Siddiq kwa haya masharti niliyoyataja? Nimekubali kumuoa Hajara binti Samir Siddiq. Nimekuoza na ninawashuhudiza waliohudhuria hapa wote kwamba nimekuoza Hajara binti Samir Siddiq, binti yangu, kwa mahari yale mliyokubaliana na kwa masharti haya yaliyotajwa. Barakallahu fika wa baraka alayk wa baraka fikuma wa jamaa bainakuma fil khair wal afiyati. Al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mola wetu wa haki, tunakuomba ya Allah ya Rabbal Alamin, katika siku hii ya leo ya Aljumaa na baada ya mshuku wa Aljumaa, wajalie hawa wanandoa wawili wahifadhi na shari ya shetani, wahifadhi katika uhai wao, walinde katika maisha yao, watengenezee riziki zao, wakibariki kizazi chao, na wazungushie ukuta wa kinga kama ulivyoizungushia Qur'an, na wahifadhi kama ulivyohifadhi Qur'an, na wafiche na macho ya maadui kama ulivyoificha roho katika mwili haionekani. Mwenyezi Mungu wabariki katika kila jambo ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.